Ajali ya ndege kwenye uwanja wa ndege wa Kolwezi. Vyanzo kadhaa vinaripoti kwamba ndege hii ilikuwa ikisafirisha ujumbe wa waziri wa migodi ambao ulikuwa umefika tu huko Lualaba. Ndege iliyobeba ujumbe wa waziri wa kitaifa wa madini ilianguka Jumatatu huko Kolwezi, mji mkuu wa mkoa wa Lualaba, kusini mashariki mwa DRC, ikitoka Kinshasa, mji mkuu wa nchi, kulingana na video ya tukio lililotumwa mtandaoni na huduma ya mawasiliano ya wizara hiyo. Mengi zaidi, fuatieni maelezo. Uchunguzi uko wazi kuamua sababu za tukio la angani huko Kolwezi, mji mkubwa wa madini katika kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikihusisha waziri wa Mines Louis Watum, kulingana na taarifa ya waandishi wa habari Jumanne. Ofisi ya kudumu ya ajali ya anga na uchunguzi wa matukio BPEA ilionyesha kuwa ajali hiyo ilitokea Jumatatu hii 17 mwezi wa 11 mwaka 2025 kwenye uwanja wa ndege wa Kolwezi ya aina ya ndege ERJ 145 iliyosajiliwa D2AJB. The aircraft left Angola for Kinshasa at Njili International Airport around 18 UT, and then it left Kinshasa for Lubumbashi at Loano Airport in complete safety towards 03 TU. Finally, the same aircraft left Lubumbashi at 9 UT for Kolwezi, arrived at 11 UT at Kolwezi Airport, experienced a runway exhaustion and a triggering of the fire. Matukio yalirekodiwa ya kuungua kwa vitu vya thamani, lakini hakuna uhai wa mtu uliopotea. Uchunguzi kamili unaendelea kuamua sababu na hali sahihi ya ajali hii, ameonyesha afisa wa mawasiliano wa BPEA. Angalau watu 30 walifariki baada ya kuporomoka kwa daraja katika eneo la madini la Kalando, yapata kilomita 40 kutoka Kolwezi katika mkoa wa Lualaba nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo lilitokea siku ya Jumamosi, Novemba 15. Idadi hii ya vifo inabaki kuwa ya muda katika hatua hii, huku utafutaji wa watu waliotoweka ukiendelea. Mengi zaidi ni katika ripoti hii. Wengi wa waathiriwa walikuwa wachimbaji madini kwa kutumia mfumo wa kienyeji. Kalando ni mgodi wa shaba wa nusu viwanda ukiwa katika kijiji cha Mulondo katika tarafa la Muchacha, kusini mashariki mwa DR Congo, unaoendeshwa na wachimbaji wanaotumia mfumo wa kienyeji na kundi la uchimbaji wa Pajeklem chini ya ulinzi wa kijeshi. Wakati mamlaka katika mkoa wa Lualaba zikiripoti idadi ya vifo 34 sawa na idadi ya miili iliyopatikana na kupelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti, chama cha wachimbaji wanaotumia mfumo wa kienyeji wa eneo hilo kinatoa takwimu ya juu zaidi ya 49 ambao walifariki na makumi kadhaa hawajulikani walipo. Katika hatua hii, sababu za mkasa uliotokea siku ya Jumamosi asubuhi bado hazijaeleweka, huku maelezo kadhaa yakitolewa. Licha ya marufuku rasmi ya kuingia kwenye eneo hilo kutokana na mvua kubwa na hatari ya maporomoko ya ardhi, wachimbaji haramu hao waliingia kwenye machimbo kwa nguvu, anasema Roy Kaumba Mayonde, waziri wa mambo ya ndani wa mkoa, katika taarifa kwa vyombo vya habari siku ya Jumapili, Novemba 16. Kuingia kwa haraka kwa wachimbaji hao kulisababisha kuporomoka kwa daraja la muda waliokuwa wamejenga ili kuvuka mtaro uliojaa maji unaonyesha mpaka wa eneo hilo, ameongeza. Lakini kulingana na vyanzo kadhaa miongoni mwa wachimbaji wanaotumia mfumo wa kienyeji na mashirika ya kiraia huko Lualaba, janga hilo linawezekana zaidi kutokana na hofu iliyosababishwa na wanajeshi waliohusika na kulinda eneo la madini. Kufuatia mabishano, wanajeshi hao wanaoripotiwa kuwafyatulia risasi wachimbaji hao ili kuwatawanya. Wachimbaji waliendelea kuwasili. Hapo ndipo walipoanza kupiga risasi na kisha kulikuwa na machafuko katika hali ya kila mtu kujaribu kuokoa maisha yake. Watu wengi waliishia kukanyagana, anasimulia mmoja wao, huku mwingine akisema hivi ninavyomnukuu: askari walitushambulia ingawa walipokea nusu ya uzalishaji wetu. Sasa tunapaswa kuwaambia waondoke na waache kuchukua mali yetu. Hatutakubali, amehitimisha. Gavana wa mkoa wa Lualaba Fifi Masuka Saini anabainisha kwamba
kila kitu kinafanywa ili kuwasaidia waathiriwa na kuelewa jinsi ajali hiyo ilivyotokea. Maporomoko ya mlima yanaweza kuwa sababu. Mvua kubwa ilisababisha ardhi kuteleza. Kama nilivyosema, uchunguzi unaendelea na watakaohusika na tukio hilo sheria itafuata mkondo wake, amesema liwali huyo. Wakati watu wengine kadhaa wakiaminika bado wamefukiwa kwenye mgodi kulingana na mashirika ya kiraia, ujumbe kutoka serikali ya mkoa na idara ya huduma za dharura na usaidizi wa uchimbaji madini kwa kutumia mfumo wa kienyeji na wa kiwango cha chini SAMAP ulizuru eneo hilo. Wakati wa ziara hii, mamlaka za eneo hilo zimebainisha kuwa utafutaji wa waliopotea utaendelea. Pia walitangaza kusitishwa kwa shughuli za uchimbaji madini katika eneo hilo. Nikiripoti kutoka Kolwezi, mkoani Lualaba, mimi ni London Mushalangwa Israel kwa niaba ya MWK TV. Kweli.